Wakati tunapofanya mikutano kama hii, kwa sehemu kubwa, Biblia ndio kitovu cha mafundisho yetu. Na lengo letu ni kufikia muhtasari wote wa Biblia. Kujifunza kwa siku moja au mbili kungeruhusu kuwa na ufahamu mdogo sana wa Biblia. Ili kuzungumzia Biblia kwa undani zaidi, tunahitaji muda zaidi kuliko huo, kwa hivyo tutakuwa tukijifunza kwa siku kadhaa. Tufanyapo mikutano kama hii, daima tunazungumzia Biblia, tukijikita katika ukweli kwamba Biblia ni kweli. Tukizungumza kwa ujumla, watu hufikiri kuwa Biblia ni kitabu cha maadili au maandiko ya kidini ya kawaida. Maandiko hayo ya kidini hutokana na akili ya mwanadamu na ubongo wake. Vitabu vinavyohusiana na dini fulani kwa kawaida vimekuwepo kama matokeo ya utafiti na masomo ya kutafakari. Hii pia ni kweli kwa njia ya baadhi ya dini, maadili na falsafa. Lakini mara nyingi watu hufikiri kuwa Biblia pia ni matokeo ya utafiti na masomo ya mwanadamu na hutokana na akili ya mwanadamu. Na hivyo watu husema kuwa Biblia ni maneno ya mwanadamu na haina tofauti na maandiko mengine ya kidini. Hichi ndicho watu hufikiri. Wana mawazo kwamba Biblia inafanana na maandishi ya kidini kama vile Qur'ani, vitabu vinne vya maadili au mafunzo ya Kibudha. Matokeo yake, wanajikuta hawawezi kuelewa Biblia licha ya kuisoma sana, na hivyo wanakata tamaa. Kama unavyosikiliza mafundisho haya, kama ukielewa wazi kwamba Biblia iko tofauti na maandiko hayo ya kidini na kiundani ni neno la Mungu, kama utakuja kuona kwamba Biblia siyo matokeo ya maarifa ya mwanadamu na haijaandikwa kutokana na maono ya mtu yeyote, lakini imeandikwa wazi kupitia ufunuo wa Mungu, na fikiri moyo wako utaegemea kwenye Biblia na utagundua kwamba mwisho wako upo katika maneno yaliyomo katika kitabu hiki. Nafikiri ukigundua kuwa unaweza kuweka imani yako katika Biblia, ukiwa unasikiliza mafundisho haya, Biblia itakupa uzima na kuwa mwongozo kwako, na utaona kwamba katika ulimwengu huu hakuna chenye thamani na cha kweli zaidi ya maneno ya Biblia. Kama hilo likitokea, utafikia hali ya kupata katika Biblia majibu ya tatizo fulani. Watu kila mahali huishi maisha yao yote wakiwa na matatizo haya au yale. Kwa wengine tatizo litakuwa la kifedha, kadiri wanavyoishi katika umaskini. Wakiwa na pesa kidogo au kukosa kabisa, hutumia muda wao wakifikiri kuhusu namna wanavyoweza labda kupata pesa nyingi ili waweze kuishi kifahari, kama matajiri wanaowaona wakiongoza kuwa na maisha ya furaha na kuvinjari. Kuna watu walio na tatizo la namna hiyo, na kuna watu ambao hutumia muda wa maisha yao yote wakipambana na kuugua na magonjwa, wakistajabu ni nini wanaweza kufanya ili waweze kuishi kama mtu mwenye afya njema. Kuna idadi kubwa sana ya watu wanaoishi na tatizo la namna hii. Na hivyo sio mwisho. Kwa baadhi ya watu ni swala la elimu. Matajiri watatumia kiasi kikubwa cha pesa kuwaelimisha watoto wao, wakihakikisha kwamba wamepata elimu bora na kufanikiwa maishani mwao. Lakini ninafahamu kuna watu pia ambao hali yao ya kifedha haiwaruhusu kuweza kumudu kulipia elimu bora kwa ajili ya watoto wao. Msongo wa mawazo yao huongezeka kwa kuwa hata wao wenyewe hawawezi kusoma, na kwa sababu hii hubaki wakijutia katika maisha yao yote. Najua kuna idadi kubwa sana ya watu wa namna hii.
Matatizo kama haya kiukweli yanahitaji kufanyiwa kazi na kusuluhishwa, na tayari kuna tatizo lingine la msingi linalotatiza wanadamu wote, na hilo ni ule ukweli kwamba kila mmoja anayeishi katika dunia hii lazima atakufa kwa namna fulani. Hii ni kawaida kwa kila mmoja, na kwa kuwa kila mmoja lazima afe, watu huichukulia kirahisi na kuliondoa tatizo kwa kusema, vizuri, utaishi na utakufa. Licha ya utofauti wa hali zao, inapofikia wakati wa kukabiliana na kifo chao, kiukweli hawataki kufa, lakini hata hivyo, kwa kuwa kila mmoja hufa, hujisalimisha katika kifo chao bila kujitetea, wakiwa hawana chaguo katika jambo hilo. Hii huonekana kuwa mtazamo wa kufanana ambao watu wengi katika ulimwengu huu wanao. Lakini kama katika kipindi cha maisha yako ungeweza kubishana na kifo na kukishinda, basi kila mmoja, hata angekuwa yeyote yule, angeweza kufanya hivi ili aishi. Watu wangejaribu kupingana na kifo kwa kutumia njia yoyote ile ifayo, wangefanya chochote kile walichoweza ili kukishinda. Dini zote hutafakari jinsi gani mwanadamu anaweza kuwa na furaha, ni aidha kwamba au hufikiri kuhusu maisha baada ya kifo. Kama kuna ulimwengu tunapokwenda baada ya kifo, baada ya kuuacha ulimwengu huu, unaweza kufanya nini sasa kuhakikisha kwamba tutakuwa na uwepo wa kufurahisha katika ulimwengu ujao baada ya kifo? Inaonekana kuna idadi kubwa sana ya watu ambao hutafuta dini wakiwa na swali hili katika mawazo yao. Kiukweli, hii sio kweli kwa 100%, lakini watu wengi hufanya jitihada kwa namna hii wakijaribu kutafuta jibu la tatizo la maisha yao. Tumezaliwa kutoka katika matumbo ya mama zetu na tunaishi kwa miaka 70 au 80 tukipitia mapambano mbalimbali, hofu, majuto na mahangaiko. Baadaye mtu anapokufa, wale wanaomwamini Yesu husema amekwenda mbinguni, huku wale walio katika imani ya Budha husema anakwenda kwenye nchi ya furaha. Watu wanaofuatilia dini zingine pia wana imani zao tofauti kuhusu maisha baada ya kifo, na husema huenda mahali fulani panapofanana. Dini nyingi zina mawazo ya namna hiyo, lakini njia hiyo ni mkanganyiko mkubwa, na hata watu wanaomwamini Yesu na wanauhakika kwamba kuna maisha baada ya kifo na kuna mbingu husema mambo haya bila kuwa na uhakika wala kujiamini kwamba watakwenda mbinguni watakapokufa. Mtu anapokufa, katika mazishi yake kutakuwa na nyimbo fulani, na mchungaji atatoa wosia mfupi na kusema maneno kadhaa ya faraja, akisema kwamba alikufa na sasa amekwenda mbinguni, ingawaje hajulikani wazi kama amekwenda mbinguni au ahera. Hii yote ni mkanganyiko mkubwa. Ni sawa pia kwa upande wa nchi ya furaha ambayo watu wa imani ya Budha huzungumzia. Niliwahi kuongea mara moja na kiongozi wa Budha, na nilipomuuliza kuna mahali pajulikanapo kama nchi ya furaha, alisema kwamba nchi ya furaha ni ulimwengu usiokuwa na mwisho, ambapo uhai wako hufifia taratibu na kupotea kabisa kama mawingu yanavyotoweka kwa mbali. Alisema hii ndiyo nchi ya furaha. Alikuwa kiongozi imara wa Kibudha, na hichi ndicho alichosema katika mazungumzo yetu. Alisema kwamba watu wanaopata ukombozi wa kiroho huenda katika nchi hii ya furaha, lakini watu wengi wa kawaida huzaliwa upya, huzaliwa tena katika ulimwengu huu kama ng'ombe, kama nzi, kama mbu au kama mnyama mwingine. Hiyo ni kwa wale watu wa kawaida, lakini kama akipita kabisa katika mafunzo ya kiroho, hupata hali ya roho kamili na hufifia ukombozi wa kiroho, ataingia katika nchi ya furaha. Katika hatua hiyo huitwa atakayetoweka kabisa. Lazima atatoweka kabisa ili asiteseke. Kama kutakuwepo hata chembe ndogo ya mambo yake, ataendelea kuteseka. Hii ndiyo sababu kutoweka kabisa ndiyo kuifikia nchi ya furaha. Hivi ndivyo alivyonieleza. Watu wana mawazo ya namna zozote kuhusu wakati ujao, kuhusu kifo, furaha na vingine.
na kadiri wanavyoishi katika ulimwengu huu, watu hurudi nyuma na kwenda mbele wakikumbana na mengi na matatizo mbalimbali. Hayo ndiyo maisha. Jambo moja ambalo ningependa kukwambia ni kwamba unahitaji kushika kitu cha uhakika katika maisha yako katika ulimwengu huu. Mtu anayeweza kuridhika leo hata akijua atakufa kesho, mtu anayeweza kukutana na kifo chake kwa ujasiri, mtu anayeweza kucheka mbele ya kifo, mtu anayeweza kukutana na kifo chake kwa furaha na uchangamfu, mtu anayeweza kukata maisha yake kwa ushindi kwa njia hii, anaweza kusemwa kuwa mtu mwenye furaha ya kweli. Kwa hiyo ulimwengu huu tunaoishi sasa ni tata sana. Kuna kila aina ya matatizo ambayo hufanya mambo kuwa magumu sana. Kama matokeo ya kuishi katika ulimwengu huu mgumu, mawazo yetu pia magumu kama maisha yetu yenyewe. Watu hawajui kwa nini iko hivyo, lakini kadiri wanavyoishi maisha yao, wanazidi kupata ugumu wa kupumua. Kwa kweli wanapambania pumzi, na inaonekana tunazidi kuona haya kadiri siku zinavyosonga. Aina ya mazingira ya kijamii tunamoishi husababisha msongo zaidi na zaidi, na siwezi kukuambia ni kesi ngapi za ugonjwa wa akili zinazotokea kwa sababu hii. Kama matokeo ya maendeleo hayo yote, jinsi mwili wa mtu unavyozeeka polepole, hatua kwa hatua, historia ya mwanadamu ulimwenguni mote, dunia yenyewe inaishiwa na pumzi. Hatujui sababu hasa, lakini kwa muda mrefu sasa imekuwa inaumwa na imeendelea kuzeeka. Kadiri tunavyoishi katika mazingira kama haya, hatuna chaguo lingine ila kufikiria jinsi tunavyopaswa kuishi maisha yetu ili kukabiliana na matatizo mengi. Wakati huo huo, viwango vya uhalifu pia vimeongezeka kwa kasi kubwa. Hata miaka 30 tu iliyopita, mambo hayakuwa mabaya kama yalivyo leo. Si ajabu tena kusikia mtu ameuawa hata kwa ajili ya pesa kidogo tu. Asubuhi ya leo tu kwenye TV kulikuwa na habari kuhusu mwizi aliyemuua mwanamke na kukimbia na pesa zake. Kwa nini dunia imekuwa hivi? Ni kwa sababu watu wanapotazama mbele hawawezi kujionea wakati ujao wowote. Watu wanafikiri haijalishi jinsi unavyoishi, kwani yote yanakuwa sawa mwishowe. Wanajaribu kutajirika haraka na wanafikiri nikikamatwa na kwenda gerezani, basi hapo ndipo nitaenda na nikifa nitakufa. Hivyo ndivyo maisha yalivyo, ili niweze kuishi nitakavyo. Wamekata tamaa ya maisha, kwa hivyo wanafikiri wanaweza pia kufanya chochote wanachopenda. Inaonekana kwamba hivi ndivyo ulimwengu unavyoendelea kwa sasa. Tunapoishi nyakati hizi zenye kufadhaisha na zenye misukosuko, watu hufanya kazi kwa bidii katika miradi mbalimbali, wakitumaini kwamba labda wangepata njia au upenyo mdogo ambapo watahisi wanaweza kupumua tena. Inaonekana kwamba watu wanajaribu mbinu mbalimbali na kufanya jitihada kubwa kuifikia kitu kama hiki. Sina hakika kama hii itasikika kuwa ya kimbelembele au pele, lakini ningependa kuanza na dhana kwamba jibu la wazi kwa matatizo haya yote linapatikana ndani ya Biblia. Ngoja nielezee. Ikiwa Biblia haingekuwa na ukweli wa uhakika ambao hutoa jibu la uhakika na azimio la maisha ya mwanadamu ambayo matatizo yanajengeka, je, Biblia isingekuwa tofauti na si bora kuliko nadharia zozote ambazo watu hutoa hadi kuwadanganya wengine? Hivi ndivyo ninavyofikiri. Watu wengi wanaanza kusoma Biblia wakifikiri inaweza kuwa na kitu ndani yake kwa ajili yao. Lakini kwa urahisi sana wanaitupa kando, wasiweze kupata chochote ndani ya kurasa zake, na wanageuka na kuondoka. Inaonekana kuna kesi nyingi za namna hiyo.
Hebu tufungue fungu katika Biblia. Iko katika Injili ya Yohana sura ya 3. Imo katika Agano Jipya. Injili ya Yohana sura ya 3. Nitasoma kuanzia mstari wa 3 hadi wa 5. Injili ya Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 5. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akamwambia, amini amini ninakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Nimekuwa nikizungumza kuhusu baadhi ya matatizo yanayowakabili watu katika ulimwengu wetu wa leo. Matatizo ambayo yanawafanya wahisi kuchanganyikiwa na kushindwa kupumua. Lakini ningependa kukuambia kabla ya wakati kwamba ikiwa siku fulani unaweza kuwa na uzoefu wa uhakika wa kuzaliwa upya, utaweza kuishi katika ulimwengu huu uliozidiwa na machafuko makubwa kwa furaha na kwa amani. Inamaanisha nini kuzaliwa mara ya pili? Kuzaliwa kwako kwa mara ya kwanza ni wakati unazaliwa kutoka kwenye tumbo la mama yako. Huko ni kuzaliwa kimwili. Lakini hapa Yesu alizungumza kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Mtu huyu kwa jina la Nikodemo alikuwa na nafasi sawa na ya mjumbe wa baraza la mawaziri. Alikuja kwa Yesu usiku na Yesu alisema maneno haya katika mazungumzo yao. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Hivi ndivyo alivyosema. Nikodemo hakuwahi kusikia kitu kama hiki. Haya yalikuwa maneno ya ajabu sana kwake. Hivyo akauliza, inawezekanaje mtu aliye mzee kuingia tena tumboni mwa mama yake na kuzaliwa mara ya pili? Aliuliza hivi kwa sababu hakujua maana ya kuzaliwa mara ya pili. Kwa kuwa Yesu alisema kwamba ni lazima mtu azaliwe mara ya pili. Labda baadhi yenu mnaosikiliza jambo hili sasa pia mnashangaa jinsi mnavyoweza kuzaliwa kimwili mara ya pili. Lakini hupaswi kufikiri kwa njia hiyo. Si kwamba mwili wako uzaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza unapozaliwa ni pale unapozaliwa kimwili kutoka tumboni mwa mama yako ukiwa mtoto. Mara ya pili unapozaliwa inamaanisha kuzaliwa upya. Kwa maneno mengine ndiyo kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa upya. Kwa hiyo Yesu alisema kwamba kuzaliwa mara ya pili si kisa cha mtu mzee kuingia katika tumbo la uzazi la mama yake mara ya pili na kuzaliwa tena, bali mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hivi ndivyo alivyosema. Sasa basi, inamaanisha nini kuzaliwa kwa maji na kwa Roho? Kuna roho ndani ya mtu na ni roho hiyo inayohitaji kuzaliwa upya. Ni roho inayozaliwa kwa mara ya pili. Roho inapozaliwa mara ya pili, mtu anaachiliwa kutokana na matatizo yote ambayo yameujaza moyo wake, na anajiona kuwa ana maoni tofauti kabisa na maadili. Jinsi anavyoona maisha hubadilika kabisa. Hata kama ningekufa leo, ningeweza kukabiliana na kifo changu bila majuto yoyote, woga au huzuni. Ningeweza kutabasamu. Huyo ndiye mshindi aliyeshinda mauti. Unaweza kuwa hivyo. Hiyo ndiyo sababu Yesu alisema hivi. Kwa hiyo, ikiwa unaweza kuzaliwa mara ya pili, haijalishi jinsi ulimwengu huu unavyoweza kuwa na uchungu au ni matatizo mangapi unapaswa kukabiliana nayo. Watu wanaelezea ulimwengu huu kuwa bahari ya uchungu, sivyo?
kwa sababu ya matatizo yote ya uchungu ambayo lazima yakabiliwe. Lakini ikiwa unaweza kuzaliwa upya, utaweza kutembea bila kusita juu ya uso wa bahari hii ya matatizo. Utaweza kuishi maisha yako kwa njia hii. Sisemi haya yote tu, ni kwa sababu nimepata uzoefu wa kuzaliwa mara ya pili kwamba ninakwambia kwa hivi ndivyo ilivyo. Nikiweza kukwambia kwa ufupi jinsi nilivyopata kuzaliwa mara ya pili. Nilizaliwa katika familia ya Kikristo. Baba yangu alikuwa mzee katika kanisa la Presbyterian, na mimi nilikuwa mmoja wa watoto wake wanne. Kulikuwa na dada yangu mkubwa, kaka yangu mkubwa, dada yangu mdogo na mimi mwenyewe. Kwa hiyo tulikuwa wanne. Tangu nilipokuwa mtoto mdogo, nilikuwa na bidii sana ya kuhudhuria kanisani. Lakini nilipokuwa na umri wa miaka 12 hivi, mama yangu alikufa. Baadaye, kufuatia pendekezo la baba yangu, nilihitimu chuo cha theolojia na kuwa mchungaji. Ingawa nilikuwa mchungaji, sikuwa nimezaliwa upya. Ingawa nilikuwa mchungaji, sikuwa nimezaliwa mara ya pili. Kwa hiyo hapakuwa na mabadiliko moyoni mwangu, kwa kuwa moyo wangu ulibaki sawa na ule wa mtu yoyote wa kawaida ambaye hakuwa mchungaji. Maoni yangu juu ya maisha, mtazamo wangu juu ya ulimwengu, mtazamo wangu kuelekea mali, yote yalikuwa sawa tu na ya watu wengine. Kwa kuwa ni mitazamo hiyo hiyo kwamba ningechukua Biblia yangu na kuhubiria kutaniko langu, nilihisi kuchanganyikiwa, na huenda wasikilizaji wangu walihisi hivyo hivyo. Inaonekana nilikuwa mzuri sana katika mahubiri na nilitambuliwa kwa hili. Niliongoza hata mikutano ya uamsho, lakini haijalishi nilifanya nini, nilikuwa na mzigo mzito moyoni mwangu. Kwa hivyo ningewezaje kuleta faraja kwa mioyo ya wengine? Hata hivyo, nilifanya kazi ya uchungaji kwa miaka 10 hivi. Nilikuwa mtu mwangalifu sana. Kwa kuwa nililelewa katika familia ya Kikristo, nilijifunza tangu totoni kwamba ilikuwa dhambi kusema uongo. Kwa hiyo nilijaribu kutosema uongo. Na kwa sababu nilifundishwa kwamba hasira ni dhambi, nilijaribu kutokuwa na hasira. Hata hivyo, kulikuwa na nyakati ambapo nilikasirika, na nyakati fulani nilisema uongo. Na kila wakati nilipofanya hivi, nilihisi kutokuwa na amani moyoni mwangu. Niliposoma Biblia, niliona inasema kwamba nisiseme uongo na inasema kwamba nisikasirike, lakini nikaona haiwezekani kusema uongo au kuwa na hasira. Kwa hiyo ningefanya nini kuhusu hilo? Maswali ya namna hii yalianza kuzuka moyoni mwangu. Kwa hiyo mafundisho ya Biblia hayakulingana na kile kilichokuwa moyoni mwangu. Kwa maneno mengine, maadili yangu hayakulingana na ukweli. Kulikuwa na mkanganyiko huu mkubwa maishani mwangu. Nilitumia siku baada ya siku nihisi nimepotea na kugombana katikati ya hili katika maisha yangu. Katikati ya hali hii ya kutofautiana, nilihisi mgongano na kutangatanga siku baada ya siku. Nilipokuwa mtoto, baba yangu aliishi kwa namna ambapo ikiwa mtu asiye na makao angebisha mlango wa nyumba yetu ilipokuwa katikati ya majira ya baridi kali, baba yangu angemwalika akae nasi. Sisi wenyewe tulikuwa maskini na nyumba yetu ilikuwa na vyumba 2 tu vya kulala. Baba yangu angelala kwenye chumba chake cha kulala na angemlaza mtu asiye na makazi humo chumbani mwake. Alikuwa mtu wa namna hii. Baadaye chumba kingekuwa kimetapakaa chawa na hangekuwa na chaguo lingine ila kumwondoa mgeni huyo aende zake. Siku moja nilipokuwa mtoto, ombaomba alikuja nyumbani kwetu katikati ya majira ya baridi kali ili kuomba chakula. Baba yangu alifungua mlango kwa nguvu. Alipomuona mtu huyo aliuliza, "Je, unahisi baridi?" Huku akitetemeka yule mwombaji akajibu, "Ndiyo." Bila neno lingine, baba yangu alivua tu koti lake mwenyewe na kumvika mtu yule akimwambia akae nalo. Baba yangu alikuwa mtu wa namna hii. Nililelewa na baba wa namna hiyo. Kwa hiyo mimi pia nilikuwa na mwelekeo wa kuishi kulingana na dhamiri yangu, kwa kuwa
nilikulia katika mazingira kama hayo. Kisha baada ya kuwa mchungaji, mzozo ulitokea moyoni mwangu. Ngoja nielezee. Siku moja nilipokuwa nikisoma Injili ya Mathayo sura ya 22, niliona sehemu ambayo mwanasheria mmoja alimuuliza Yesu, ni amri gani iliyokuu katika Torati? Yesu akajibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri kuu na ya kwanza, na ya pili nayo ni hii, umpende jirani yako kama nafsi yako. Nilikuwa nimeweka kando kuhusu kumpenda Mungu. Nilikuwa nimeweka kando kumpenda Mungu. Lakini kisha inasema mpende jirani yako kama nafsi yako, na maneno haya yaliuchoma moyo wangu hadi kwenye kiini. Nilikuwa mchungaji na ilikuwa kazi yangu kuhubiri yale yaliyo katika Biblia. Kwa kuwa Biblia inazungumza sana kuhusu upendo, ningefanya yote niwezayo kuhubiri kuhusu upendo. Lakini nilipojiuliza ikiwa ninampenda jirani yangu kikweli kweli kama mimi mwenyewe, sikuweza kusema kwamba nilimpenda. Kwa hiyo hilo lilikuwa tatizo, sivyo? Ningesimama kwenye mimbari na kuhubiri mahubiri yangu nikiwa na Biblia mkononi, ningezungumza, lakini nilichosema wote ni uongo tu. Hii ni kwa sababu mimi mwenyewe nisingeweza kumpenda jirani yangu kama mimi mwenyewe. Sikuweza kufanya hivyo. Kwa hivyo ningewezaje kuambia wengine wapendane? Hili ndilo lililokuwa tatizo. Maneno yangu yalikuwa ni uongo tu. Kwa hiyo suala lililoleta tatizo moyoni mwangu ni ukweli kwamba mimi ni mnafiki. Mimi ni mnafiki kwa sababu nilikuwa nikihubiri na kuambia wengine wafanye jambo ambalo mimi mwenyewe sikuweza kufanya. Je, hilo halikunifanya kuwa mnafiki? Kisha siku moja jambo fulani likatokea. Ilikuwa wakati nimehamishwa kutoka katika kanisa langu la kijijini kwenda lililopo mjini. Nilipata mwaliko wa kwenda kanisani mjini. Walitaka kunisikia nikihubiri, na ikiwa wangenikubali wangenikaribisha niwe mchungaji wao. Lakini kwanza walitaka kunisikia nikihubiri. Kwa hivyo nilifikiria juu ya kile ningeweza kuzungumzia. Nikiwa nafikiria somo gani ningehubiri katika tukio hili, jambo fulani lilinijia. Siku hizi ninahubiri nikiwa na Biblia tu mkononi mwangu, lakini wakati huo nilikuwa nikiandika mahubiri yangu kwenye daftari kubwa la chuo, nikijaza angalau kurasa 5 nyuma na mbele, na kisha nasoma tu nilichoandika. Katika tukio hili niliandika kama kichwa cha mahubiri yangu, mimi ni wa kulipwa ujira, na kuendelea kuandaa kile ningesema. Kwa hiyo nilienda kwenye kanisa la jijini na kutoa mahubiri yangu ya majaribio. Nilianza kwa kusema kichwa cha mahubiri yangu leo ni mimi ni wa kulipwa ujira. Wasikilizaji wangu mara moja walianza kunong'ona wao kwa wao, huyu ni wa ajabu sana, anajiita wa kulipwa ujira. Niliwaambia nilikuwa nikisema hivi kwa sababu kama wasingenilipa nisingeweza kwenda huko. Ningeenda kuhubiri huko na kutekeleza majukumu yangu kama mchungaji wa kulipwa. Kwa hiyo ili nifanya kuwa mtu wa mshahara. Kwa hiyo nikawaambia ningejitahidi sana kama mtu alipwaye ujira. Hili lilikuwa kanisa la jijini na lilihudhuriwa na watu wa hadhi ya juu katika jamii na wengine waliokuwa matajiri sana. Lakini nilihubiri mahubiri hayo, nao wakanikubali. Kwa kuwa nilijiona kuwa mtu wa kipekee sana, waliamua kunijaribu. Niliishi kama hivi, lakini nililia kila siku. Kila siku niliamka kabla ya mapambazuko na kusali sala zangu za asubuhi na mapema, lakini mwishowe nilikuwa nimeloa machozi. Nilikuwa na uchungu sana moyoni mwangu. Nilikuwa mtu wa ujira, mnafiki. Niliwaambia wengine walipaswa kudumisha upendo, wakati mimi mwenyewe nisingeweza kufanya hivyo. Nilikuwa mnafiki, lakini haijalishi nililia kiasi gani, haikusaidia. Wakati fulani nilikesha usiku kucha nikiomba. Kuna hata wakati mmoja nilienda milimani na kukaa huko kwa siku 3 bila kula chochote na bila kulala. Niliomba tu mfululizo kwa wakati wote, lakini hata hivyo haikunipa faraja. Ilionekana kuwa hakuna kitu ningeweza kufanya ili kutatua tatizo. Kisha siku moja nilisoma makala katika gazeti. Kulikuwa na gazeti siku hizo lililoitwa Ulimwengu wa Mawazo, na makala hiyo ilikuwa katika gazeti hilo. Mwandishi alikuwa ameandika, kahaba huuza mwili wake ili kujikimu kimaisha,
Mwalimu anauza maarifa ili kujikimu kimaisha, na mchungaji wa kanisa anauza maadili ili kujikimu kimaisha. Kwa hivyo kuna tofauti gani kati yao? Alisema kuwa yule kahaba na mchungaji walikuwa sawa tu, wote wawili wakijaribu kujikimu maisha. Niliposoma makala hii, nilihisi kama kwamba mtu fulani alikuwa amechukua kisu chenye ncha kali na alikuwa akiudukua moyo wangu. Hata nilihisi kuwa kahaba alikuwa mwaminifu zaidi kuliko mimi. Kahaba hudharauliwa na watu wengi, lakini hajaribu kuficha ukweli kwamba yeye ni mwenye dhambi, na wengine humshambulia anapojaribu kujikimu kimaisha. Lakini niliposimama kwenye mimbari ya kanisa nikiwa nimevaa kanzu yangu, nilionekana kama malaika machoni pa wale waliokuwa wakinitazama. Walifikiri nilikuwa wa ajabu, na maneno mazuri yaliyotiririka kutoka kwenye mdomo yangu yalionekana kutiririka kiulaini kama hariri. Lakini nilipotazama ndani kabisa ya moyo wangu, ilionekana kwamba sikuwa tofauti na kahaba. Kwa nini hivyo? Kwa nini sikuwa tofauti? Sikuwa nimewahi kuiba chochote, lakini nilipoona vitu nilihisi pupa na kuwa na hamu ya kuvimiliki. Na sikuwa nimewahi kufanya dhambi ya uzinzi, lakini unafikiri wachungaji ni tofauti na wanaume wengine? Nilipomwona mwanamke mrembo, hisia za ajabu ziliamshwa ndani yangu. Sisi sote ni sawa kwa ndani. Siku niliyosoma makala hiyo ya gazeti nililia usiku kucha. Bwana, kwa nini? Kuna njia zingine nyingi za kupata riziki katika ulimwengu huu. Kwa nini ulinipa kazi ya uchungaji ili niwe bandia, kuteswa na dhamiri yangu na kuishi kama mnafiki? Kwa nini ulinifanya nipate riziki kwa njia hii? Tafadhali nipe kazi nyingine, au nichukue uhai wangu. Nililia usiku kucha. Kisha siku moja nilipokuwa nikisoma Biblia, maneno fulani ya kweli yaliusuluhisha tatizo hilo. Wakati huo huo, uchungu na mateso katika dhamiri yangu ambayo nilikuwa nikipitia yalikwisha tu. Mwanzoni sikujua ni nini kilikuwa kimetokea. Baadaye nilikutana na mishonari niliyemfahamu na nikamweleza jambo hilo. Aliposikia niliyosema, alinishika mkono na kusema, huko ndiko kuzaliwa upya. Mara tu nilipopata kujua ukweli huu, ulimwengu ulikuwa tofauti kabisa kwangu. Hii bado ni kesi hata sasa. Mtazamo wangu wote juu ya maisha ulibadilika. Ulimwengu wenye huzuni na uchungu niliokuwa nimeujua sasa ulikuwa umeenda mbali sana. Nilipokea jibu la uhakika kutoka kwa maneno ya Biblia, na ndiyo maana ninakuambia haya yote. Hiyo ilikuwa ni Novemba 18, 1961. Tangu siku hiyo, kama matokeo ya kujua ukweli huu, nimekuwa nikishutumiwa na watu wengi na nimepitia majaribu magumu sana, lakini sijawahi kuwa na majuto yoyote moyoni mwangu. Si mara moja. Sasa ninaweza kukabiliana na kifo bila kujali wakati kinaweza kuja, na ninaweza kukikaribisha. Kwa nini hivyo? Sio kwamba uso wangu ulibadilika. Kitu kilibadilika ndani yangu. Hebu tufungue Biblia. Injili ya Yohana sura ya 10. Mstari wa 35. Yohana sura ya 10 mstari wa 35.
Tafadhali rudia hii baada yangu. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Je, umewahi kusoma mstari huu kabla? Inasema kwamba ukipokea neno la Mungu utakuwa kama Mungu. Inasema kwamba mwanadamu atakuwa Mungu. Mtu awezaje kuwa Mungu? Maana yake ni kwamba ukipokea neno la Mungu unazaliwa upya na kuwa mtoto wa Mungu. Kwa kuwa Mungu ni Mungu, watoto wa Mungu pia ni miungu. Maneno haya yalisemwa na Yesu. Tulisoma hapo awali katika Yohana sura ya 3 kwamba Yesu alisema, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hivi ndivyo ilivyo. Kuzaliwa kwa maji na kwa Roho ndicho kinachotokea wakati mtu anatambua ukweli katika neno la Mungu na kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni Roho ambayo huzaliwa mara ya pili. Hebu tusome mstari mwingine kutoka katika Biblia. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 33. Mstari wa 33. Acha nikusomee. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Kuzaliwa upya huja kupitia neno la Mungu. Huja kupitia neno la Mungu. Ni pale unapotambua jambo fulani katika neno la Mungu. Hii haimaanishi kwamba unakuja kutambua maana ya kitu ambacho ulikuwa hujui hapo awali. Inamaanisha kwamba kitu fulani katika mstari au kifungu kutoka kwenye Biblia husuluhisha tatizo ambalo limeshikamana moyoni mwako, na una tatizo ambalo limeuteka moyo wako, lakini jambo fulani katika Biblia linasuluhisha tatizo hilo. Hiyo ndiyo maana ya kuja kutambua jambo fulani katika Biblia. Hilo linapotokea, roho yako inazaliwa upya. Huu ni mchakato ambao mtu huzaliwa kama mtoto wa Mungu. Watu zungumza kuhusu kuwa watoto wa Mungu, lakini kwa ujumla hufikirii juu yake bila kujua. Wanasema Mungu ni baba yao kwa sababu wanamwamini, na hivyo wanaweza kumuita Mungu kama baba. Kwa hiyo hurudia kumuita Mungu kwa baba yao, lakini kiuhalisia kuna watu wengi sana ambao si watoto wa Mungu. Si kwa sababu tu mtu anafikiri kwamba Mungu ni baba yake ndipo anastahili kumuita Mungu kwa baba yake. Unakuwa tu mwana wa Mungu unapotambua ukweli katika neno la Mungu na kumpokea Roho Mtakatifu. Swala hili sasa limefichwa mbali na watu wengi na limekuwa siri. Pia ni kweli kwamba mara nyingi huzungumza kuhusu kumpokea Roho Mtakatifu. Je, mtu hupokeaje Roho Mtakatifu? Siku hizi kuna mkanganyiko mwingi kuhusu swala la kupokea Roho Mtakatifu, na uzoefu halisi wa kumpokea Roho Mtakatifu umekuwa fumbo pia. Baadhi ya watu wanadai kwamba kupokea Roho Mtakatifu ni kupokea moto. Wanasema ukipokea moto huu mwili wako wote unakuwa moto na kuanza kutetemeka. Wakati wa mafundisho haya pia tutakuwa tukijadili jambo hili kwa kina, lakini kumpokea Roho Mtakatifu si hivyo. Kuhisi mwili wako kuwa wa moto na kutetemeka sio kupokea Roho Mtakatifu. Unahitaji kufahamu hili. Kwa kuwa Roho Mtakatifu ni roho, huwezi kumfahamu Roho Mtakatifu kupitia mwili wako. Kama hivi ndivyo unavyotarajia, unamwelewa vibaya Roho Mtakatifu. Lakini kwa hakika
Hakika unahitaji kupokea Roho Mtakatifu. Ni lazima umpokee Roho Mtakatifu. Kuwa kumpokea Roho Mtakatifu ni kuzaliwa upya. Katika hali hiyo, kumpokea Roho Mtakatifu ni nini? Hebu tufungue Injili ya Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Imo katika Agano Jipya. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Tafadhali rudia baada yangu. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Hii inachosema ni kwamba kila mtu katika ulimwengu huwa na roho, lakini roho hiyo iko katika hali ya kufa. Kuna roho ndani yako ipo, lakini imekufa. Roho yako imekufa, lakini hiyo roho iliyokufa haiwezi kuhuishwa kupitia mwili wako. Kwa hivyo, ni nini kitakachoifanya iwe hai tena? Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Roho huja na kuipa uhai roho yako. Roho Mtakatifu huja na kufanya hivi. Ni Roho ajaye na kuipa uhai roho iliyokufa ya mtu binafsi. Mwili hauwezi kufanya hivi. Lakini Yesu akasema, maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno ni roho, maneno ni maisha. Kwa hiyo kulikubali neno la Bwana ni kuwa Mungu. Unapotambua ukweli katika neno la Mungu, Roho Mtakatifu huja kwako. Tafadhali kumbuka dhana hii ya msingi. Tunapojifunza Biblia sasa, ikiwa jambo moja tu kutoka katika Biblia linapaswa kuingia moyoni mwako, huyo ni Roho Mtakatifu anakuja kwako. Lakini kwa kuwa hujui ni sehemu gani ya Biblia itaingia moyoni mwako, unahitaji kuwa makini unaposoma na kusikiliza maneno ya Biblia. Kuna watu wengi siku hizi ambao hubeba Biblia kila mahali, kuisoma na kuijifunza, lakini hata hivyo hawafaidiki nayo hata kidogo. Wanachukulia kile ambacho Biblia inasema kuwa ujuzi wa kawaida. Kuna tabia kubwa ya watu kufanya hivi. Kwa hiyo, kwa kuwa hujui ni lini, saa ngapi au sehemu gani ya Biblia itakuja na kutatua tatizo lililo moyoni mwako, ni muhimu usikilize mafundisho haya yote na uhakikishe kwamba hutakosa hata saa moja. Ikiwa hutafanya hivyo, ikiwa unakuja tu na kwenda bila kuzingatia kwa makini, inawezekana sana kwamba utapoteza muda wako, kuchanganyikiwa na kushindwa kupanga mawazo yako. Hutaweza kufuata yanayosemwa. Mnamo Novemba 18, 1961, hakika nilizaliwa upya kupitia maneno ya Biblia. Hakika nilizaliwa upya na mtazamo wangu juu ya maisha ulibadilika, kama vile mtazamo wangu juu ya ulimwengu. Ni kwa sababu maisha yangu yote yalibadilika mara nilipopata kuujua ukweli huu kwa hakika kabisa, kwamba sasa ninaweza kukuambia haya yote. Yesu alisema kwa wazi kabisa kwamba usipozaliwa mara ya pili huwezi kuingia ufalme wa Mungu. Hii ni kweli na haina masharti. Hebu tufungue mstari mwingine katika Biblia. Kwa mwishoni kabisa mwa Biblia, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20. Mstari wa 15. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 15. Tafadhali rudia baada yangu. Na iwapo mtu yeyote
hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima. Alitupwa katika lile ziwa la moto. Ziwa la moto ni kuzimu. Kwa hivyo swali ni kama umepitia kuzaliwa mara ya pili au la. Ikiwa umekuwa na uzoefu wa uhakika wa kuzaliwa mara ya pili, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Sasa tufungue Ufunuo sura ya 21 mstari wa 27. Ndani yake hakitaingia kamwe. Hii inazungumza juu ya ufalme wa Mungu. Chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Ni wale tu walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo wanaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Hivi ndivyo inavyosema. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana. Sio swali la muda gani umekuwa ukihudhuria kanisani, na wala si swala la nafasi uliyoshikilia kanisani kwako. Haina uhusiano wowote na kitu kama hicho. Ni swala la kama umezaliwa mara ya pili au la, iwapo umempokea au la Roho Mtakatifu kupitia kutambua ukweli katika neno la Mungu. Hilo ndilo swala pekee hapa, na ndiyo maana nasema haya yote. Labda unafikiri kwamba kimsingi huiamini Biblia. Labda unafikiri anafikiri nazungumzia nini. Kimsingi siamini Biblia yenyewe. Biblia iliandikwa na watu fulani zamani sana, watu ambao waliandika tu mawazo na mawazo yao wenyewe. Hiyo ndiyo yote kuhusu Biblia. Inasema kwamba Yesu alitembea juu ya maji, kwamba aliwafufua wafu, na kwamba alilisha watu 5,000 kwa mikate 5 tu na samaki 2. Umewahi kusikia uongo kama huo? Siwezi tu kuamini mambo hayo yote. Ni mzigo tu wa upuuzi. Ni kwa sababu nadhani kutakuwa na baadhi yenu ambao hawaamini Biblia kwamba ningependa kuwaonyesha leo kwamba Biblia kwa kweli ni kweli. Hakuna hata neno moja katika Biblia ambalo ni dhahania au ambalo limetokana na akili au mawazo ya mwanadamu. Kwanza, ningependa kutoa uthibitisho fulani unaoonyesha kwamba Biblia ni ya kweli. Hebu tufungue Agano la Kale. Ayubu sura ya 26. Ayubu iko kabla tu ya Zaburi. Ayubu sura ya 26 mstari wa 7. Yeye hutandaza kaskazi juu ya nafasi isiyo na kitu, na kuutundika ulimwengu pasipo na kitu. Huyafunga maji ndani ya mawingu yake mazito, na hilo wingu halipasuki chini yake. Kitabu cha Ayubu kiliandikwa yapata miaka 3,000 iliyopita. Miaka 3,000 iliyopita ni muda mrefu sana uliopita. Ingawa hili iliandikwa zamani sana, na katika siku hizo hakukuwa na kitu kama sayansi ya kisasa tulionayo leo. Inasema hapa, yeye hutandaza kaskazi juu ya nafasi tupu. Ngoje nielezee maana ya hii. Inaposema kaskazini, inamaanisha ncha ya kaskazini. Kuna nafasi tupu juu ya ncha ya kaskazini. Hii ina maana gani? Unasemaje? Nafasi nzima ni tupu? Labda ndivyo unavyofikiria. Ikiwa ungetoka nje usiku usio na joto na kutazama angani, haitokuwa tupu. Ingekuwa imejaa nyota, ikimeta kama vito vilivyowekwa kwenye dari. Siyo tupu, imejaa nyota. Galaksi imejaa nyota. Hata inaonekana kama mawingu. Lakini ni kusema hapa kwamba nje katika nafasi juu ya kaskazini kuna eneo ambalo hakuna nyota.
Inaposema hapa anaitandaza kaskazi juu ya nafasi tupu, inamaanisha hakuna nyota zinazopaswa kuonekana. Kwa maneno mengine, hakuna nyota katika anga juu ya ncha ya kaskazini. Mwandishi wa sehemu ya Biblia aliandika maneno haya miaka 3000 iliyopita. Hii haizungumzii dunia, inazungumzia mambo ya hakika kuhusu dunia na anga za juu. Ukitazama hapa, hii ni makala kutoka gazeti la New York Times ya Oktoba 1981. Makala hiyo inasema kwamba wanaanga wamepata shimo kubwa sana angani ambalo linakadiriwa kuwa na upana wa miaka milioni 300 ya mwanga, nalo liko katikati ya anga ya juu ya kaskazini. Hili liligunduliwa na wanaanga kwa kutumia darubini kwenye vituo 3 vikuu vya uchunguzi nchini Marekani. Kwa hiyo unaona kwamba kutokana na kutazama anga za juu, sayansi ya kisasa imegundua kwamba kuna nafasi kubwa tupu zaidi ya dipa kubwa katika anga za kaskazini. Hakuna nyota katika nafasi ambayo ina kipenyo cha miaka milioni 300 ya mwanga. Hivi ndivyo ilivyoripotiwa kwenye vyombo vya habari. Biblia ilisema hivi miaka 3000 iliyopita. Kwa hivyo hoja ninayosema ni kwamba Ayubu sura ya 26 mstari wa 7 ni kweli. Haya sio maneno ya mtu kuropoka tu. Maneno haya yaliandikwa katika Biblia miaka 3000 iliyopita. Ni kweli. Sio uongo, ni kweli. Biblia haina maneno yoyote matupu ambayo sio ya kweli. Biblia haina kingine ila ukweli. Ila neno la Biblia ni kweli. Kwa hiyo ukikubali maneno ya Biblia kuwa ni ya kweli, utagundua ukweli wa kushangaza ndani ya kurasa zake. Lakini ikiwa hukubali maneno ya Biblia kuwa ya kweli, hutaweza kuepuka njia ya bahati mbaya iliyo mbele yako. Hebu tufungue waraka wa Warumi sura ya 1. Warumi sura ya 1. Hii imo katika Agano Jipya. Nitasoma kuanzia mstari wa 18. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu yanaonekana, na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Ngoja nielezee hii inasema nini hapa. Inasema hapa ghadhabu ya Mungu imefunuliwa. Hii ndiyo hukumu. Hukumu ya Mungu itafunuliwa. Lakini itafunuliwa kwa nani? Hukumu itafunuliwa kwa wale wanaosema hawamjui Mungu, wale ambao hawamwamini Mungu. Hivi ndivyo inavyosema. Katika dhambi zote zilizopo, kubwa zaidi ni dhambi ya kutomwamini Mungu. Kwa nini hivyo? Watu wengi huona kuwa wizi ni dhambi. Wanasema ni dhambi kuiba kitu. Wanasema kuwa utekaji nyara ni dhambi. Kutumia dawa za kulevya ni dhambi na kucheza kamari ni dhambi. Haya ndiyo matendo wanayoyaona kuwa ni dhambi, lakini hawafikiri kuwa ni dhambi kutomwamini Mungu. Unajua kwa nini? Wanafikiri ni wenda wazimu pekee wanaomwamini Mungu.
na yeyote mwenye akili timamu hamwamini Mungu. Wanasema ni kawaida kwa mtu mwenye akili kutomwamini Mungu. Kwa hiyo wanajivunia akili zao wenyewe wakisema kwamba hawamwamini Mungu. Wanapendelea kuamini katika nguvu zao wenyewe. Kuna watu wengi wanafikiri hivyo. Ikiwa yeyote kati yenu hapa leo anafikiria hivyo, tafadhali nisikilize kwa makini. Tuseme kulikuwa na wanandoa ambao hawakuweza kupata watoto, lakini wakafanikiwa kupata mtoto wa kiume. Alikuwa mtoto wa kipekee, alikuwa wa thamani sana kwao walipomlea. Wangemkumbatia wakimtingisha mikononi mwao. Alikuwa wa thamani sana kwao, lakini aliharibiwa kabisa. Hivi ndivyo alivyokuwa. Kisha akiwa mtu mzima, alikuwa na tabia ya kupendeza, na alipotoka nje, alikuwa mpole na mwenye huruma kwa watu wa nje ya familia yake. Kwa sababu hiyo, watu wangesema sijui wazazi wake ni akina nani, lakini kwa kweli yeye ni mkarimu, ni kijana wa ajabu. Watu hawakuacha kumsifia hivi. Lakini mwana huyo alipokwenda nyumbani, alimkwepa baba yake kabisa. Angesema mambo kama, je, mzee huyu bado hajafa? Hakumpa heshima yoyote kama baba. Angempuuza baba yake. Alimtendea baba yake kwa dharau kabisa. Alipokuwa nje, alikuwa na adabu na alivutia mioyo ya watu wengine. Lakini mara tu aliporudi nyumbani, alimtendea baba yake hivyo. Kwa hivyo, machoni pa watu waliokuwa nje, alionekana kuwa mwaminifu kama siku ilivyo ndefu na mtu wa pekee kabisa. Lakini alionekanaje machoni pa baba yake? Alikuwa mtoto asiye na shukurani kabisa. Alikuwa mpuuzi kabisa. Machoni pa baba yake, alikuwa mtenda dhambi mbaya sana. Fikiria kuhusu hili. Ni vizuri sana kuwa mwema kwa watu wengine, lakini kuishi maisha yako bila kumwamini Mungu na kumpuuza ni dhambi kubwa kuliko zote mbele za Mungu. Mungu aliumba kila kitu mbinguni na duniani. Mungu pia alimuumba mwanadamu. Ninaposema hivi, labda unafikiri uumbaji gani? Mwanadamu aliibuka kutoka katika jamii ya sokwe, na sokwe aliibuka kupitia mchakato mrefu wa mageuzi ulioanza na amoeba na viumbe wengine wenye seli hai moja. Unahitaji tu kufikiri kuhusu damu. Hakuna njia ambayo damu inaweza kubadilika. Ukichukua damu ya nyani na kumwekea mtu huyo atavimba na kufa. Damu haibadiliki kamwe. Je, unafikiri wewe ni mzao wa sokwe? Kwa vyovyote vile, Mungu atahukumu dhambi ya kutomwamini. Kwa hiyo, hii ni kusema kwamba siku itakuja ambapo hukumu ya kutisha ya Mungu itatokea. Biblia inatuambia kwamba hata siku hiyo ya hukumu, hakuna mtu atakayeweza kujitetea au kutoa visingizio vyovyote. Hebu tusome hili katika mstari wa 19 na 20. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanajulikana, yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Bwana Mungu, sikuweza kukuona kwa macho yangu ya kimwili, wala sikuweza kukusikia. Nilipaswa kukuamini vipi? Hiyo ndiyo sababu sikukuamini. Kwa hivyo kwa nini unanihukumu? Kwa nini unanipeleka kuzimu? Inasema hapa kwamba hautaweza kutoa kisingizio kama hicho. Kwa nini hivyo? Ni kwa sababu Mungu amefanya iwezekane kwako kumjua. Mungu ametoa njia mbili ambazo kwazo wanadamu wanaweza kumjua.
Mungu ametoa njia hizi mbili, lakini watu wamekuwa wavivu. Wanataka kufurahia mambo ya mwili, wamenaswa na anasa za kimwili za kuishi katika ulimwengu huu, na hivyo wanaishi maisha yao kwa kumpuuza Mungu. Kwa nini hivyo? Ikiwa wangefikiri kwamba Mungu yupo, ingewazuia kufanya wanayotaka kufanya. Kwa hiyo hata hawamtafuti Mungu. Kwa hiyo kuna njia mbili za kumjua Mungu. Njia ya kwanza kati ya hizi inapatikana ndani yako. Ikiwa yeyote kati yenu hapa leo afikiri kwamba Mungu yupo, ikiwa yeyote kati yenu aamini katika Mungu, afikirie hivi: kuna tofauti gani ya mwanadamu na wanyama? Ni nini kinachomfanya mwanadamu awe tofauti na wanyama? Wanyama hawana aina yoyote ya dini, lakini mwanadamu ana dini. Hiyo ndiyo tofauti. Sababu ya mwanadamu kuitafuta dini ni kwamba ana roho ndani yake. Ndiyo maana mwanadamu anatafuta dini. Mwanadamu ana roho. Sina kitu kama roho. Ikiwa kuna yoyote kati yenu anayefikiria hivi, tafadhali nisikilize. Hili ni jambo ambalo mimi huzungumza mara nyingi. Tulikuwa na mbwa nyumbani kwetu. Jina lake lilikuwa Liza. Hatukumpa jina hilo, tayari alikuwa na jina hilo alipokuja kwetu. Alikuwa tu mbwa mdogo sana. Nywele zake zilikuwa ndefu kiasi kwamba zilishuka na kufunika macho yake. Kwa hiyo ikiwa alitaka kumtazama mtu yeyote, ilibidi angalie juu hivi. Hivyo ndivyo alivyowatazama watu. Alikuwa tu mbwa mdogo sana, lakini alikuwa mkali sana. Mtu alipoingia kupitia lango la mbele, mbwa alikuwa akimwendea tu mtu huyo na kumnusa basi. Lakini wageni wetu walipojaribu kuondoka na kuwa mguu mmoja uko nje ya mlango, mbwa angewakimbilia na kuwauma visigino. Kwa kuwa mbwa huyo alikuwa mdogo, halikuwa tatizo kubwa sana, lakini wageni wangeshtuka na kulia ah. Lakini unajua Liza angefanya nini wakati huo? Angejifanya kuwa hana hatia na kugeuka tu na kuondoka kana kwamba hajafanya chochote kibaya. Aliondoka tu. Mbwa huyo alikuwa amepungukiwa na kitu. Nini kilikosekana? Tunaweza kusema hakuwa na aibu. Kwa maneno mengine, hakuwa na ufahamu. Hakuwa na ufahamu. Kwa upande wa mwanadamu, hata awe mbaya kiasi gani, akimpiga mtu mwingine puani akatoa damu, akimwona mwenzake atatoka damu, anaanza kujutia alichokifanya. Atafikiri labda nimeenda mbali sana, nilipaswa kuwa mvumilivu zaidi. Hayo ndiyo majuto ya ufahamu. Ufahamu ni nini? Ufahamu ni roho. Ufahamu ni roho. Hii ndiyo tofauti kati ya mwanadamu na wanyama. Kwa kuwa wanyama hawana roho, wanapokufa huo ndio mwisho wao. Kwa sababu mwanadamu ana roho, anapokufa huo sio mwisho, bali pia kwa sababu ya utendaji wa dhamiri, mwanadamu hutafuta dini. Hii ndiyo sababu watu wanaishi maisha ya kidini. Je, huna ufahamu? Je, hakuna ufahamu ndani yako? Ikiwa una dhamiri, unapaswa kujua kwamba una roho ndani yako. Weka alama hapa katika Warumi na hebu tufungue Mwanzo sura ya 1. Ni sura ya 1 kabisa ya Biblia. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Tazama inavyosema hapa:
Mungu aliumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu. Mungu hayupo katika hali ya mwili kama sisi. Katika Injili ya Yohana sura ya 4 kuna mstari unaosema, tafadhali rudia baada yangu, Mungu ni roho, na wale wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Inasema kwamba Mungu ni roho. Mungu si mwili kama sisi, yeye ni roho. Katika hali hiyo, Biblia inaposema kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, inamaanisha kwamba roho ya Mungu imeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hii ndio sababu mwanadamu anaonekana kama uumbaji wa juu zaidi ya viumbe vingine vyote. Amesimama juu ya viumbe vyote. Basi roho ni nini? Ni dhamiri. Dhamiri. Mwanadamu anaweza kutambuliwa hivyo kwa dhamiri yake. Kwa hivyo ni tofauti gani kati ya wanadamu na wanyama? Wanyama ni nyama tu. Kila mmoja wao ana nafsi, lakini nafsi hiyo itatoweka pamoja na mwili. Basi vipi kuhusu mwanadamu? Mwanadamu ana mwili na roho. Huyo ndiye mwanadamu. Na mwili huu ni nini? Ni mavumbi ya ardhi. Katika Mwanzo sura ya 2 inasema kwamba Mungu alimfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Ni kwa sababu tumeumbwa kwa mavumbi ya ardhi ndio maana tunakula chakula, tunakula nyama, tunakula mkate, tunakula mboga. Kwa nini hivyo? Kwa kuwa mavumbi ya ardhi ndio msingi wa miili yetu. Ili kushibisha miili yetu ni lazima tuwape vitu vinavyotokana na mavumbi ya ardhi. Vipengele vinavyopatikana katika mwili wa mwanadamu ni sawa na vile vinavyopatikana katika vumbi la ardhi. Mtu anahitaji kula anapokuwa na njaa na kunywa dawa akiwa mgonjwa, na chakula na dawa vyote viwili hutoka kwenye udongo. Ndivyo mwanadamu alivyo. Lakini vipi kuhusu nguruwe? Nguruwe wanavyokuwa na njaa, unawasikia wakifanya oink 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 oink. Wanapiga kelele kabisa, lakini ikiwa unawapa chakula ili washibe, watalala kimya na kukoroma tu. Nguruwe ni wazuri katika kukoroma. Hawana malalamiko hata moja. Hakuna lalamiko hata moja. Kwa muda mrefu matumbo yao yakijaa, hawana malalamiko yoyote. Ngoja nikuulize swali. Tafadhali jibu kwa uaminifu. Tafadhali inua mkono wako kama unaweza kusema kuwa uaminifu. Maadamu tumbo langu limejaa, sina malalamiko. Kama ungeinua mkono wako ningekutusi na kusema wewe ni kama nguruwe. Kwa nini iko hivyo? Kwa nini mwanadamu hata shiba hata tumbo lake likiwa limejaa? Kwa nini hivyo? Sababu yake ni nini? Kwa sababu roho yake ina njaa. Ni kwa sababu ya roho yake. Kwa sababu roho yake ina njaa. Kwa sababu roho yake iliyo ndani yake ina njaa. Ikiwa mwanadamu ana mwili wote huu ambao anaishi ndani yake na ambao hufikia mwisho anapokufa, je, hapaswi kuridhika ikiwa tu tumbo lake limejaa kama nguruwe? Kwa nini mwanadamu haridhiki hata tumbo likiwa limeshiba? Ni kwa sababu ana mawazo. Mawazo hayo yanahusiana na nini? Yanahusiana na roho. Shida ni kwamba uhalisia wa mwanadamu hauendani na mawazo yake. Mawazo hayo yanatokana na roho yake. Mwanadamu kwa hakika ana roho ambayo iliumbwa kwa mfano wa Mungu, na mwili wake ulifanywa kutoka kwa mavumbi ya ardhi. Fadhali rudia hii baada yangu. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli ni chakula cha roho. Mwili unahitaji kula chakula,
na roho inahitaji kula ukweli. Ukweli. Roho inahitaji kula ukweli, na kweli ni neno la Mungu. Yesu mwenyewe ni kweli. Hii ndiyo sababu hakuna njia unaweza kuridhika katika maisha yako hadi upate ukweli huu, hadi utambue ukweli huu. Kuna siku nilikutana na ukweli huu. Nilitambua ukweli huu. Wakati huo nilipata kuridhika. Wakati huo watu walisema nilikuwa na wazimu. Ningetembea barabarani huku tabasamu pana likiwa usoni mwangu. Hivyo ndivyo mwenda wazimu hufanya, sivyo? Nilipoutazama ulimwengu baada ya kutambua ukweli huu, ulionekana kama dimbwi la maji. Niliwaonea huruma hata watu waliokuwa wakiishi kwenye maisha ya anasa. Mwanadamu anapaswa kupata ukweli huu. Tuna hadithi ya kuwasimulia mataifa. Tenzi hii inazungumzia njia ya ukweli. Kama ukipata njia hii ya ukweli, utaweza kupata kuridhika ambako hujaweza kupata kupitia kitu kingine chochote katika ulimwengu huu. Huu ni uhuru, uhuru wa dhamiri, uhuru wa roho. Hapa ndipo unapopata uhuru wa kweli. Kwa hiyo, kwa kuwa una roho ndani yako, una uwezo wa kumpata Mungu kupitia hiyo roho. Unapofungua roho yako, unakuja kukutana na Mungu. Kuna watu wengi katika ulimwengu huu ambao hubeba Biblia karibu nao, kusoma Biblia na kuzungumza juu ya Biblia. Lakini inaonekana kuna watu wachache sana ambao wamekutana na Mungu kwa kweli katika roho zao. Hili ndilo tatizo. Ni kupitia neno la Mungu tunakutana na Mungu. Basi, ni njia gani ya pili ya sisi kumpata Mungu? Angalia mstari wa 20. Warumi sura ya 1 mstari wa 20. Mstari wa 20. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Tazama inavyosema hapa. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu, sifa za Mungu zisizoonekana. Je, sifa za Mungu zisizoonekana ni zipi? Hizi ni nguvu za milele za Mungu na uungu wake. Nguvu za milele za Mungu na asili yake ya kimungu havionekani, lakini vinaweza kuonekana kupitia vitu ambavyo ameumba. Hivi ndivyo inavyosema. Hii ina maana gani? Tazama hapa tunayo picha. Kuna mtu amechora picha hii. Kwa kutazama picha hii, tunaweza kujua kitu kuhusu msanii, masilahi yake, tabia yake na vipaji vyake vya kisanii. Ikiwa tunachunguza jengo hili, tunaweza kujua kitu kilichomvutia mbunifu na mawazo yake. Kwa njia kama hiyo, kwa kuwa Mungu aliumba kila kitu mbinguni na duniani, ndani ya uumbaji tunaweza kuona tabia ya Mungu, vinavyomvutia, asili yake ya kimungu, nguvu zake na asili yake ya upatanisho. Hii ni kwa sababu hii ni kazi ya sanaa ya Mungu. Uumbaji wote ni kazi bora ya Mungu. Hivi ndivyo aya hii inazungumzia. Kwa hiyo sasa, hebu tufikirie jambo hili zaidi kidogo.
Hebu tufungue Waebrania sura ya 11. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Tazama inavyosema hapa. Je, Mungu aliumba ulimwengu huu vipi? Inasema alifanya hivyo kwa neno lake. Inasema alifanya hivyo kwa neno lake. Oh, je, hilo si la kushangaza? Jengo kama hili tulilomo lilijengwaje? Unahitaji mashine nzito, unahitaji vibarua, unahitaji wasanifu ili kujenga jengo. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu aliumba ulimwengu huu kwa kutumia neno lake tu. Hii ndiyo maana watu wanapata wakati mgumu kuamini hivi. Wanafikiri inamaanisha kwamba Mungu alipaza sauti, jua tokea, na jua likafanyika, na dunia tokea, na dunia ikafanyika. Ni nani aliyesikia kitu kama hicho? Watu hawaamini kwa sababu hawezi kufikiria kitu kama hicho, na hailingani na mawazo ya akili yao ya kawaida, na hawajaribu hata kuangalia zaidi katika swala hilo. Je, ina maana gani Biblia inaposema kwamba Mungu aliumba ulimwengu kwa neno lake? Hebu tufikirie hivi. Nilijenga nyumba ninayoishi sasa. Wakati huo nilikuwa nikifanya kazi katika kampuni ya utangazaji. Hatua ya kwanza kabisa linapokuja swala la kujenga nyumba ni kuchora michoro ama ramani. Nilipokuwa nikijiandaa kujenga nyumba hiyo, nilizunguka mjini nikitazama makazi yote ya watu binafsi. Nilipofanya hivi, nilipata wazo la jinsi nitakavyojenga nyumba yangu. Hatua iliyofuata ilikuwa ni kwenda kwenye ofisi ya wasanifu wa majengo na kuwaomba wachore mipango ya nyumba niliyotaka kujenga. Wasanifu waliniuliza picha ya mraba ya ardhi. Niliwaambia kuhusu futi za mraba 3,000. Kisha wakaniuliza ni ghorofa ngapi nilitaka nyumba yangu iwe nazo, na nikasema ghorofa 3. Kisha wakaniuliza ningependa mlango uwe wapi, sebule iwe wapi, na bafu zitakuwa wapi. Waliniuliza kwa maelezo yote na nikawaambia kila kitu walichohitaji kujua. Baada kama ya takribani mwezi mmoja, walinitafuta kuniambia mipango ilikuwa tayari ili niende kuchukua. Walinipa michoro ya ramani, ilikuwa kama kitabu unene wa namna hii. Jambo lililofuata ni kumpigia simu mkandarasi. Nilimwambia nataka kujenga nyumba kulingana na michoro hii na nikamwomba asimamie ujenzi wa nyumba hiyo. Nilikabidhi kazi hiyo kwa mkandarasi. Ilichukua miezi 3 kwa nyumba hiyo kujengwa, na ilipokamilika nilihamia. Kwa hiyo, nilijengaje nyumba hiyo? Nilijenga kwa maneno yangu. Mbunifu aliniuliza maswali na nikampa majibu. Maneno yangu yakawa ndiyo mipango iliyotumika kujenga nyumba hiyo. Ramani ilikuwa kanuni ya kujengea nyumba. Zilikuwa sheria zinazoongoza nyumba. Hivi ndivyo inavyomaanisha wakati Biblia inasema kwamba Mungu aliumba ulimwengu kwa neno lake. Sheria zote za asili katika ulimwengu huu ni neno la Mungu. Sheria za asili ni neno la Mungu. Maneno yangu yalikuwa sheria ambazo kupitia hizo nyumba yangu ilijengwa.
jinsi mlango ungekuwa, jinsi bafu zinapaswa kuwa, urefu wa milango, ukubwa wa vyumba. Maneno yangu yalikuwa sheria za nyumba hiyo. Mungu aliumba ulimwengu huu kwa neno lake. Kwa maneno mengine, neno la Mungu ni sheria zinazotawala ulimwengu wote kwa asili. Je, kuna tatizo katika mantiki hiyo? Kuna aina mbili za sheria ndani ya neno la Mungu. Kuna sheria za asili na kisha kuna sheria ya Roho. Sheria za asili zinajumuisha sheria zinazoongoza maelfu ya mamilioni ya seli katika miili yetu. Hili pia ni neno la Mungu. Sheria zote zinazotawala kila kitu katika ulimwengu mzima ni neno la Mungu. Kutambua ukweli wa Biblia ni sheria ya Roho. Mara tu aina ya pili ya sheria, sheria ya Roho, inapotimia ndani ya roho yako, unazaliwa mara ya pili kama mwana wa Mungu. Huu ni mpango wa Mungu. Hebu tufungue Zaburi 119. Imo katika Agano la Kale. Zaburi 119. Zaburi 119 mstari wa 89. Mstari wa 89, acha nikusomee. Bwana, neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. Hili ni jambo la kushangaza kusema, sivyo? Tazama hapa. Kulikuwa na neno la Mungu, na neno la Mungu ni mpango wake kwa historia nzima. Ni mpango na ubunifu wa Mungu kwa kipindi cha historia. Ni sheria ya Mungu. Historia ya mwanadamu iliumbwa na inaendelea hadi leo kwa neno la Mungu. Kwa hiyo kwanza, kulikuwa na neno la Mungu ambalo lilikuwa na mpango wake na ubunifu wake. Uumbaji ulitimizwa kulingana na neno la Mungu na historia pia. Mstari wa 90. Uaminifu wako upo kizazi baada ya kizazi, umeiweka nchi nayo inakaa. Inasema kwamba Mungu aliiumba dunia. Inayofuata mstari wa 91. Tafadhali rudia baada yangu. Kwa hukumu zako vimesimama imara hata leo, maana vitu vyote ni watumishi wako. Tazama inavyosema hapa. Inasema hukumu. Hukumu ni sheria. Hukumu ni sheria. Kwa hiyo unaona, mbingu na dunia, viumbe vya mbinguni, nyota huko mbinguni na jua, haya ni maumbo ya mbinguni. Na kisha kuna dunia. Dunia pia inaendelea kuwepo mpaka leo kulingana na maagizo, sheria za Mungu. Unaona, sheria zote za asili ni neno la Mungu. Kama vile sheria za ujenzi wa nyumba yangu zilivyokuwa maneno yangu, Biblia inaposema kwamba Mungu aliumba ulimwengu kwa neno lake, ina maana kwamba aliweka sheria na ulimwengu uliumbwa kulingana na sheria hizo. Je, kuna ubaya wowote katika hili? Hebu turudi katika Zaburi 147. Ipo katika Agano la Kale. Zaburi 147 mstari wa 15.
huipeleka amri yake juu ya nchi. Neno lake lapiga mbio sana. Ndiye atoaye theluji kama sufu, huimwaga barafu yake kama majivu, hutupa mvua ya mawe kama makombo. Mbele ya baridi yake nani awezaye kusimama? Hulituma neno lake na kuviyeyusha, huvumisha upepo wake, maji yakatiririka. Tazama inavyosema hapa, amri ya Mungu ni neno lake, sivyo? Mungu anapotuma amri yake duniani, nini kinatokea duniani? Neno lake lapiga mbio sana. Huu ni usemi wa kuvutia sana. Inasema neno lake lapiga mbio sana. Je, inamaanisha nini kwamba neno lake lapiga mbio sana? Ni kwa sababu neno lake hukimbia upesi, ndipo theluji inakuja ikiteleza chini. Theluji huanguka kama sufu ya kondoo. Hii ina maana gani? Je, haimaanishi kuwa ni sheria inatekelezwa? Sheria zimewekwa. Vuli huwa majira ya baridi kali. Mgandamizo wa hewa chini ya anga unakuwepo. Mvua hunyesha kutoka mawinguni na kuganda na kuanguka kama theluji. Hili ni neno la Mungu likipiga mbio kwa kasi. Hizi ni sheria za Mungu katika mwendo. Kisha inasema nini kinachofuata? Huimwaga barafu yake kama majivu, hutupa mvua ya mawe kama makombo. Mbele ya baridi yake ni nani awezaye kusimama? Hizi ni sheria zote za asili katika mwendo. Hili ni neno la Mungu likipiga mbio kwa kasi. Sasa mstari wa 18, hulituma neno lake na kuviyeyusha, huvumisha upepo wake, maji yakatiririka. Hulituma neno lake na barafu inayeyuka. Je, inayeyukaje? Maji ya baridi hugeuka kuwa chemchemi, sivyo? Hii hutokea wakati dunia inalizunguka jua. Dunia inazunguka kwenye mhimili wake inapozunguka jua. Katika mchakato huo, baridi hupita na kipupwe kinakuja, na kwa sababu halijoto huongezeka, barafu yote huyeyuka na vijito vya milima huyeyuka. Kila kitu kinayeyuka kwa njia hii. Kwa hiyo inasema, hulituma neno lake na kuviyeyusha, huvumisha upepo wake na maji hutiririka. Zaburi ni mashairi, na hii ndio sababu inaonyeshwa kwa njia hii. Inaposema maji yatiririka, inamaanisha mvua kunyesha. Kwa kuwa upepo unavuma, hii inahusiana na mgandamizo wa hewa angani. Upepo unavuma kuelekea eneo la shinikizo la chini la anga na mawingu kushuka na kusababisha mvua kunyesha. Mvua inanyesha, hii ikoje? Yeye hutuma neno lake, ni sheria, sivyo? Ni muhimu kuelewa kwamba uumbaji wa Mungu wa ulimwengu huu kupitia neno lake ndio chimbuko la sayansi ya msingi zaidi. Mungu ndiye asili ya sayansi zote. Sheria zote za asili katika ulimwengu huu ziliwekwa na Mungu. Wao ni neno la Mungu. Kupitia maneno yake asili, kupitia sheria za asili, Mungu aliumba kila kitu katika ulimwengu huu. Mungu ni nani? Yeye ndiye asili ya sheria zote za asili, na yeye ndiye asili ya ukweli. Siwezi kukwambia jinsi ninavyohisi kuchanganyikiwa nikijua kwamba si watu wengi wanaomjua Mungu. Baadhi ya watu hutembea barabarani na mara tu wanapoona jiwe fulani la ajabu wanaanza kuliomba. Wanafikiri Mungu angeshikamana na jiwe hilo. Katika vijiji vya mashambani, wakati mwingine hukutana na miti ya zamani na wakati mwingine imeoza. Kuna watu huko Korea ambao watasugua mikono yao pamoja hivi mbele ya mti uliooza na kisha kutundika kitu kwenye mti, kupiga makofi na kuinama mbele yake hivi. Watu huomba mti uwabariki. Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu huu kwa neno lake, kwa sheria za asili. Hebu tufungue Mwanzo sura ya 1.
Mwanzo sura ya kwanza, nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Siku hizi watu ambao wamesoma sana hufikiri kwamba Biblia ni kitabu cha maadili. Kwa hiyo baadhi yao walisoma Biblia kwa matumaini ya kupata somo fulani la maadili kutoka katika kurasa zake. Wanafungua ukurasa wa kwanza na kuanza kusoma, lakini mara moja wanaishiwa na mvuto wa kusoma. Kwa nini hivyo? Akili zao tayari zimejaa nadharia ya mageuzi na hawawezi kukubali kitu kinachosemwa kinyume kabisa. Mungu aliumba ulimwengu huu. Wanaposoma hili, wanapoteza shauku yao yote na hawana tena ladha yoyote ya kusoma Biblia. Ina ladha kali kwao. Kwa hiyo wanafunga Biblia na kuirudisha kwenye kabati. Wanasimama na kuiambia kwa heri Biblia. Na wanaishi maisha yao bila uhusiano wowote na Biblia. Lakini kwa kweli mstari wa kwanza wa sura hii ya kwanza ya Biblia ni muhimu sana kwa uhakika. Acha nikwambie juu ya kitu nilichowahi kusoma katika kitabu. Kuna chuo kikuu katika jiji la Tokyo huko Japani, kinaitwa chuo kikuu cha Doshisha, na mwanzilishi wake alimwamini Yesu. Mwanzilishi wa chuo kikuu hiki alisema alikuja kuamini mara tu aliposoma sura hii ya kwanza na mstari wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo. Alikuwa ni mtu aliyesoma sana, lakini hata akisoma vitabu vyote vya dunia hii, alisema hakuna njia ya kupata kutoka kwao mantiki au kanuni za mbingu na ardhi. Alitafuta jibu la swali hilo siku zote, kisha mara ya kwanza alipokutana na Biblia, aliifungua na kusoma, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ndivyo hivyo, kisha yote yana maana. Ulimwengu huu uko hapa kwa sababu Mungu aliuumba hapo mwanzo. Huu ndio wakati aliamini kwa mara ya kwanza. Huu ni ukweli wa thamani sana. Nikuulize swali na tafadhali jibu. Watu huenda wapi wakiwa wagonjwa? Vizuri, wanakwenda hospitali, sivyo? Je, ikiwa gari lao litaharibika? Vizuri, wanalipeleka kwa fundi, sivyo? Au huenda moja kwa moja kwa mtengenezaji. Ikiwa gari lako limeharibika na huwezi kupata mtu yeyote wa kulitengeneza, unaweza kujisikia kuchanganyikiwa sana. Ikiwa ulikuwa mgonjwa na hukuweza kupata hospitali, unaweza kuishia tu kuanguka chini na kufia mtaani. Lakini ikiwa hatimaye ulifanikiwa kupata hospitali, fikiria jinsi unavyokuwa na furaha na afadhali. Mwanadamu ana ugonjwa ndani yake. Ugonjwa gani huo? Maradhi ya kimwili ni magonjwa, lakini pia kuna maradhi ya roho. Kuna ugonjwa wa roho. Mwanadamu anaishi maisha ya ubatili, maisha ya shida. Hajui alikotoka wala anakokwenda. Maisha yake huonekana tupu na hayana maana. Watu wanaishi maisha yao kwa njia hii, lakini kwa nini iko hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa katika mioyo yao, magonjwa katika roho zao. Watu wenye ugonjwa kama huo wanahitaji nini? Je, watu hawa ambao roho zao zinaumwa kuhusiana na maisha yao wanahitaji kwenda wapi? Gari linapoharibika kuna mahali unaweza kulipeleka, na unapokuwa mgonjwa kimwili kuna mahali unaweza kwenda, lakini unahitaji kwenda wapi wakati roho yako inaumwa? Hili ndilo swali. Unahitaji kwenda wapi? Unahitaji kwenda kwa Muumba. Muumba aliyekuumba anaweza kuponya roho yako yenye ugonjwa. Ikiwa mtu ni mgonjwa sana na anakaribia kufa,
Daktari anaweza kujaribu kumponya, lakini daktari hawezi kumsaidia mtu ambaye tayari amekufa. Katika suala la gari pia, ikiwa ni zaidi ya ukarabati, hakuna maana ya kuirudisha kwa mtengenezaji. Lakini kwa kuwa Mungu alimuumba mwanadamu, anaweza kuponya kabisa ugonjwa katika roho ya mwanadamu. Naye hufanya hivi. Roho yangu imeponywa. Wakati mtu anaugua ugonjwa wa roho na hajui wapi pa kwenda ili kuponywa, anahitaji tu kugeukia Biblia na kuisoma. Kisha anaweza kusema, hiyo ni kweli, kuna muumba aliyeniumba na anaweza kunitatulia shida yangu. Hii ni habari njema. Je, hufikiri hivyo? Sasa angalia mstari wa pili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Maneno hapo mwanzo, Mungu aliumba mbingu na dunia, ni rahisi kutosha kuelewa, lakini mstari wa pili ni hadithi nyingine. Nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi, na Roho wa Mungu alikuwa akitulia juu ya uso wa maji. Je, yote hayo yanamaanisha nini duniani? Labda unafikiri utasoma kidogo Biblia na kujifunza kidogo, lakini kisha unafikiri, sijui. Biblia hii kwa kweli ni ngumu sana kuelewa. Sijui inazungumzia nini. Siwezi kusoma zaidi, na unaacha kusoma na kuifunga. Tafadhali usikate tamaa. Hebu tuangalie jambo hili. Tazama hili sasa. Nje angani, helium huungana na kuunda mazi. Hata sasa, nyota za anga za mbali zinatengenezwa kwa njia hii, na wanaanga wamekuwa wakilitazama hili. Sasa angalia makala hii. Kichwa cha habari kinasema, kutazama kama nyota zinavyozaliwa. Kuangalia kuzaliwa kwa nyota. Wakati fulani nilienda katika jiji la Sacramento, ambalo ni jiji kuu la jimbo la California. Nilikuwa nikimtembelea mwanamume anayeshiriki imani kama yetu, naye alikuwa akifanya kazi huko kwenye jumba la jiji. Nilipokuwa huko, alinipa nakala ya makala hii. Ninaona hii ni makala ya muhimu sana. Hata sasa nyota zinaundwa. Kwanza gesi huunganika pamoja, na kisha hatua kwa hatua hii inakuwa imara zaidi na zaidi. Hivi ndivyo zinavyoundwa nyota. Mwaka jana nilienda San Francisco. Huko kando ya daraja la Lango la Dhahabu kuna bustani, na katika bustani hiyo kuna jumba la sinema ambapo wanaonesha sinema kuhusu maajabu ya ulimwengu, na wanakuonesha kitu kama hiki. Mfumo wa jua uliundwaje hapo awali? Gesi ziliunganishwa pamoja, na huku wingi huu wa gesi ukizunguka sayari hizo, pia zikafanyika. Jupiter ikafanyika na dunia ikafanyika. Sayari zote zikafanyika kwa njia hiyo. Kadiri wingi wa gesi ulivyoendelea kuzunguka, sayari hizi ziliundwa na kujitengeneza. Hapo awali zote zilikuwa gesi tu. Wanaonesha haya yote kwenye sinema. Kwa hiyo jua ni mpira wa gesi, na jinsi lilivyozunguka dunia pia ilitokea. Sasa hebu tuangalie dunia. Dunia pia ilianza kama bonge la gesi, wingi wa gesi ya helium. Gesi ilikusanyika na kuwaka kutokana na mgandamizo wa hewa ya ndani. Ilishika moto na kuanza kuwaka. Ilipoendelea kuwaka, ilibadilika kidogo kidogo kuwa kimiminika kilichoyeyuka. Mwendelezo wa kimiminika hiki kilichoyeyuka ulikuwa kama unga. Gesi ilikuwa imewaka na kugeuka kuwa kimiminika. Kisha safu ya nje ya moto ikawaka, ikaungua yenyewe. Iliungua, lakini shinikizo la ndani lilimaanisha kuwa joto liliendelea ndani ya kiini. Hii ndiyo sababu dunia inawaka hata sasa, chini kabisa kwenye kiini. Kwa nini kuna matetemeko mengi siku hizi?
Je, unajua kwa nini kuna matetemeko mengi ya ardhi? Inahusiana na joto hili. Joto hili kubwa hapa. Joto hili lina nguvu kubwa na matokeo yake huathiri miamba sahani ya bara na kuifanya kupanda na kushuka. Hivi ndivyo joto hili lina nguvu, na joto hili mara nyingi huyeyuka juu na kupasuka. Pia huyeyusha kila kitu kwenye njia yake ya chini ya uso, na mapovu ya lava hutoweka na kuyeyusha mwamba chini ya uso. Hatua kwa hatua huyeyusha mwamba na kupasuka hadi uso wa juu. Tulisoma hii katika Mathayo sura ya 24. Alisema kuwa na matetemeko mengi ya dunia na kwamba hiyo ilikuwa ishara kuwa ulimwengu ulikuwa unakaribia mwisho. Hivi sasa kuna idadi kubwa ya wanaokufa kwa matetemeko kila mwaka, na kuna matetemeko ya ardhi zaidi kadiri miaka inavyosonga. Kwa nini hivyo? Ina maana dunia inaelekea mwisho wa maisha yake. Inasema hivi katika Biblia. Hili siyo jambo ambalo limetunga. Hatuna wakati wa mimi kukuambia kila kitu, lakini ukifika nyumbani, tafadhali soma Isaya sura ya 24 mstari wa 19. Tafadhali soma Isaya sura ya 24 mstari wa 19. Hapo inasema wazi kwamba siku moja dunia itavunjika na kufikia mwisho. Hivyo kama tukiangalia nyuma hapa, hali joto la juu sana ndani ya dunia, wakati hii yote ilikuwa ni kimiminika. Kutokana na hali joto ya juu sana ya ndani, yote yalikuwa yakibubujika hapa. Uso wote ulikuwa unabubujika. Ilikuwa ikibubujika kama chungu cha kitoweo kinapochemka. Lakini je, hilo ndilo pekee lililokuwapo? Hapa na pale mashimo yangepasuka na mvuke ungemwagika kupitia mashimo, sivyo? Hivi ndivyo ilivyokuwa. Hii ina maana gani? Tafadhali rudia baada yangu. Dunia ilikuwa utupu. Hivi ndivyo inavyozungumza. Wakati huo dunia ilikuwa bila umbo. Inaposema ilikuwa utupu, inamaanisha ukweli kwamba hapakuwa na viumbe hai kwenye dunia wakati huo. Na kisha inasema kwamba giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi. Jua lilikuwa mbali sana huko, lakini maji mengi ya bahari yalifunika uso wa dunia kama safu ya wingu. Maji yalikuwa pale kama mvuke ambao yaliunda safu hii ya wingu kufunika uso. Kwa hivyo uso ulikuwa gizani. Biblia inasema kwamba giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi. Hebu tufungue mstari mwingine katika Biblia. Ayubu sura ya 38. Kitabu cha Ayubu kiko nyuma ya kitabu cha Zaburi. Ayubu sura ya 38 mstari wa 8. Acha nikusomee. Au ni nani aliyeifunga bahari kwa milango, hapo ilipofurika kana kwamba imetoka tumboni? Nilipolifanya wingu kuwa vazi lake na giza zito kuwa nguo ya kuifungia. Tazama inavyosema hapa. Inasema kwamba bahari ilifurika na kutoka tumboni. Kama vile mtoto anavyotoka katika tumbo la uzazi la mama yake, ndivyo maji ya bahari yalivyotoka katika tumbo linaloitwa dunia. Kisha mstari wa 9 inasema, nilipofanya mawingu kuwa vazi lake. Kwa hiyo angalia hapa, dunia ilikuwa imezungukwa kabisa na mawingu. Mawingu yalikuwa vazi lake. Sasa angalia inachosema baadaye. Inasema, na giza zito nguo ya kuifungia. Kamba za kufungia hutumika kuwafunga watoto wachanga ndani. Ziliitwa nguo za kitoto au kanga za kufungia kichanga. Dunia ilikuwa imefunikwa kabisa na giza nene kama vitambaa vinavyozungushiwa mtoto mchanga. Hii inazungumza kuhusu dunia wakati ilipoundwa mara ya kwanza. Hii iliandikwa miaka 3500 iliyopita. Haya yote alikuja kwa sheria za asili. Yote yalifanyika kwa mujibu wa sheria. Kwa wazi ni kwa sababu Mungu aliumba ulimwengu
kwamba kila kitu kilitimizwa kulingana na sheria za uumbaji. Hebu turejee kwenye Mwanzo sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa pili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tazama inavyosema hapa. Hii inatuonesha wazi kwamba Mungu aliumba mbingu na ardhi kwa mujibu wa sheria. Hakuhatarisha tu ubashiri kila wakati alipotengeza chochote, na wala hakuwa akicheza tu. Hii inatuambia kwamba alikuwa na mpango na kusudi lililo wazi sana alipokuwa akiumba dunia hii. Katika hali hiyo, Mungu alikuwa na kusudi gani katika kuumba mbingu na dunia? Hebu tufikirie hili. Kusudi la Mungu katika uumbaji lilikuwa ni nini? Mwanzo sura ya kwanza. Hebu tuangalie sura ya kwanza mstari wa 27. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Katika kila kitu ambacho Mungu aliumba, ni mwanadamu ambaye alimfanya kwa mfano wake mwenyewe. Ndivyo inavyosema hapa. Sijui kama unakumbuka tuliona sura ya Mungu ipoje? Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni roho, sivyo? Lakini kwa nini Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke? Unajua furaha ni nini? Furaha ni upendo. Watu wanadhani kuwa utajiri utawaletea furaha, au ubora wa kitaaluma utawaletea furaha, au kupata nafasi ya juu katika jamii kutawaletea furaha. Lakini bila upendo hakuna furaha. Furaha ni kupatikana ndani ya upendo. Tuseme kijana na msichana wanaanza kuchumbiana na kupendana, lakini mmoja wao au mwingine hana uaminifu, au wazazi wao hawapendi urafiki wao, kwa hivyo hawawezi kuoana. Basi wanaweza kutaka kukatisha maisha yao. Hiyo hutokea. Kwa nini? Upendo unaposhindwa, hawawezi tena kuona sababu yoyote ya kuishi. Upendo ni furaha. Upendo ni furaha. Je, unajua kwa nini Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke? Ni kwa sababu Mungu ni upendo. Katika Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8 nasema, Mungu ni pendo. Mungu mwenyewe ni upendo. Kwa hiyo Mungu alipoumba ulimwengu, alitumia kanuni ya upendo kwa kila kitu, iwe ni mnyama au mimea. Wanyama wa kiume na wa kike wanapendana. Mama anapenda uzao wake. Napenda kutazama filamu za uhalisia wa ufalme wa wanyama kwenye runinga. Huonyesha ndege na wanyama wakilea watoto wao. Na ninapoona matukio haya ninaweza kuona kwamba ni onyesho la moyo wa Mungu. Kwa kuwa Mungu ni upendo, ameweka ulimwengu mzima wa asili juu ya kanuni ya upendo. Basi kwa nini Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke? Ilikuwa ni ili wapate furaha kupitia upendo. Lakini kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu? Ilikuwa ni kujifanya kuwa mshirika katika upendo. Mungu alikuwa anaumba mshirika kwa ajili ya upendo wake. Hebu tufungue kitabu cha Ufunuo sura ya 21. Kiko mwisho kabisa wa Biblia.
Ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mmewe. Ukiangalia hapa, nitaeleza hii inasema nini. Kuna kipindi hiki kifupi cha wakati ambacho ni cha sasa, na kuna wakati uliopita wa milele na wakati ujao wa milele. Haya yote ni ya milele. Hii ndiyo historia ya sasa ya mwanadamu. Kama vile Mungu alivyokuwa hapo zamani za milele, alipanga kipindi cha sasa cha historia ili kuleta ulimwengu wa milele wa upendo, ulimwengu bora wa milele, mbingu ya milele. Ni wakati gani huu sasa wa historia ya wanadamu? Ni mchakato wa kuunda ulimwengu wa milele. Ni mchakato. Hii ndiyo sababu kutakuwa na mwisho wa dunia hii. Ulimwengu huu wa sasa ni wa muda tu. Huu sasa ni mchakato tu wa uumbaji wa ulimwengu mkamilifu wa milele, ulimwengu bora wa milele. Kwa hivyo ulimwengu huu wa milele ni nini? Wale wanaogundua upendo wa Mungu katika historia hii wanaweza kwenda kwenye ulimwengu wa milele. Unapozaliwa upya, unagundua upendo wa Mungu. Watu kama hao huenda kwenye ulimwengu wa milele wakiwa wana wa milele wa Mungu. Mungu yuko katika mchakato wa kuumba ulimwengu huu wa milele. Unaishi katika ulimwengu huu, lakini Biblia inasema siku za maisha yetu ni miaka 70, na ikiwa kwa sababu ya nguvu ni miaka 80, lakini fahari yao ni tabu na huzuni. Huu si ulimwengu wa milele, na wala si ulimwengu ambamo mwanadamu anaishi kweli. Tuko katika ulimwengu huu ili kujiandaa kwa yajayo. Biblia ni kweli kabisa. Mungu aliumba ulimwengu huu kwa njia ya sheria za asili. Ni muhimu kufahamu kwamba Mungu yuko katika mchakato wa kuumba ulimwengu wa milele, ulimwengu ulio bora zaidi. Tuombe. Bwana mtakatifu, tunakushukuru. Tunashukuru kwa kutupa nafasi hii ya kusikiliza kwa utulivu maneno yako ya thamani kutoka mbinguni. Mbali na ulimwengu huu wenye shughuli nyingi, machafuko na kelele tunapoishi, tunaomba kwamba utawabariki wale ambao sasa wanainamisha vichwa vyao mbele yako, ili wasikose nafasi hii, bali waweze kusikiliza kwa makini maneno yako, watambue ukweli katika neno lako, na waweze kuishi maisha yao, maisha baada ya kuzaliwa mara ya pili. Tunaomba kwamba utuongoze hadi mwisho wa somo hili la Biblia. Tunaomba kwa jina la Bwana. Amina.